Shalom shalom na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ni majira mazuri ya mwaka 2026, tena ni mwaka wetu wa kurejeshewa. Hakika Mungu wa marejesho atarejesha vyote. Mungu wa marejesho atarejesha biashara. Mungu wa marejesho atarejesha kazi. Mungu wa marejesho atarejesha afya. Mungu wa marejesho atarejesha vyote. Lakini pamoja na yote kwamba Mungu wa marejesho anaweza kurejesha, ni vizuri kuwa mtu wa kujifunza na kupata maarifa. Awamu iliyopita Roho Mtakatifu alinipa neno la kwamba mambo unayopaswa kuyaepuka mwaka 2026. Mambo unayopaswa kuyaepuka mwaka 2026. Nilikutajia jambo la kwanza kwamba epuka uzururaji. Uzururaji utakusababisha Mungu akunyime kurejeshewa. Jambo la pili nikakwambia epuka kuwa mtu wa kila mtu. Usipatikane kila mahali. Kila event ni ya kwako, kila tukio ni la kwako. Leo ninaendelea tena na jambo la tatu. Amen. Jambo la tatu, kuwa mtu wa nidhamu ya maisha katika eneo la muda. Kuwa mtu wa focus, kujenga misingi ya eneo au ya field unayotakiwa Mungu afanye. Utaendelea kuwa mtu wa kawaida, utaendelea kuwa mtu wa mahangaiko ikiwa hautajenga nidhamu kwenye eneo la muda. Mungu wa marejesho atakurejeshea eneo la muda, lakini jifunze na focus kuwa mtu wa nidhamu kwenye eneo la muda. Jua wakati wa asubuhi ufanye nini, mchana ufanye nini, jioni ufanye nini, usiku ufanye nini. Hakikisha umepangilia muda wako sawa sawa na ile field unafanya, katika jina la Yesu Kristo Nazareti ali hai. Jambo la 4, kataa ukawaida. Kataa kuwa mtu wa kawaida mwaka 2026. Mungu harejeshei watu wa kawaida. Mungu atembei na watu wa kawaida. Mungu hajawahi kutembea na watu wa kawaida. Anatembea na watu ambao wameamua kukataa ukawaida. Usifanye mambo kimazoea. Usifanye fanya mambo kimabadiliko. Dunia inaenda kwa kasi. Basi kuwa na speed ya kiungu kwenye kutenda mambo. Acha kufanya kikawaida. Acha kutembea kikawaida. Acha kufanya kazi ofisini kikawaida. Acha kufanya biashara kikawaida. Usifanye huduma kama ni mtumishi kikawaida. Dunia inaenda kwa kasi. Hakikisha na wewe unaanza kufocus kwenye kutembea kwenye speed ya kiungu. Moja ya mambo ya kuepuka 2026, epuka kufanya mambo ya kawaida. Epuka ukawaida. Usilime kilimo kikawaida, usifuge kikawaida. Anza kufuga kisasa, anza kulima kisasa, fanya huduma kisasa, fanya biashara kisasa. Focus kwenye kisasa. Dunia inaenda kwa kasi, mtu wa Mungu. Jambo la 5, wekeza nguvu nyingi katika mambo yako ya msingi yanayokujenga kimaendeleo, na utaona matokeo ambayo ukuwa nayo 2025 utakuwa nayo 2026. Narudia mara mbili, wekea nyota hiyo point. Wekeza nguvu nyingi katika mambo yako ya msingi yanayokujenga kimaendeleo, utaona matokeo ambayo hukuwa nayo mwaka 2025. Unakuta mtu anawekeza kwenye mambo yasiyomjenga. Kwa mfano, unawekeza kuangalia tamthilia masaa 4, masaa 5. Je, hiyo tamthilia inakujenga kimaendeleo? Focus kwenye kusoma vitabu. Focus kwenye kufuatilia vitu ambavyo vinahusu field yako. Wekeza nguvu nyingi katika mambo ya msingi na ya kimaendeleo. Jambo la 6 na la mwisho, amua kuanza upya. Geuka upya. Amua kuanza upya. Make turn around. Ulifeli 2025. Amua 2026 kuanza upya. Ulifeli kibiashara 2025. 26 bado hujachelewa. Bado na muda. Mungu bado ana mpango na wewe, ndio maana ametupa neno la Yoeli 2:25. Naomba nikusomee Yoeli 2:25.
Biblia inasema hivi, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma katikati yenu. Mungu wa marejesho anarejeshia watu ambao wameamua kufanya mambo, kutofanya mambo kikawaida, walioamua kufanya mambo kiuserious. Just be serious 2026. Amua kuwa mtu wa tofauti 2026. Amua kuwa mtu wa kipekee 2026. Amua kufanya mambo makubwa 2026. Amua kufanya mapinduzi 2026. Amua kubadilika 2026. Amua kuacha hizo dhambi 2026. Amua kuacha hiyo mizuru 2026. Amua kuacha kufuja fedha 2026. Amua kusimama kwamba I want to change my life in 2026. Hakika 2026 will going to be your year of restoration. God will going to restore your health. God will going to restore your life. God will going to restore your wealth. God will going to restore everything in your life. Mungu wa marejesho atakurejeshea. Mungu wa marejesho atakutendea. Huu ni mwaka kufanya kitu tofauti tena. Bado hii ni mapema, mwezi wa pili. Amua kwamba mimi nataka kufanya vitu kitofauti, na Mungu wa tofauti atakufanyia jambo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ya kamando sheke paria. Ninaona mtu ambaye anaamua kufanya kipekee, Mungu akikugusha. Ninaona mtu ambaye anaamua kufanya mapinduzi kwenye biashara yake, Mungu akifanya jambo. Ninaona mtu ambaye amenia kwenye moyo wake, Mungu akifanya jambo. Rima koja bataya bodia. Amua kulima kivingine. Amua kufuga kivingine. Amua kufanya kazi kivingine. Amua kuongeza bidii kivingine. Jakama logo sikata. Naomba nimalizie na ile andiko. Na ile neno. Neno la Mithali. Kitabu cha Mithali ile sura 22 mstari 29. Nalipenda sana ile neno. Mithali 22:29. Mithali 22:29. Mithali 22. Kitabu kile cha Mithali. Mithali 22:29. Ile neno jakata baladia. Makobele ya kataba, pasopele ya katabala, ora makataba kalabosh, jeketele wali ya tababa. Biblia inasema Mithali 22:29. Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyu hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Hata simama mbele ya watu wako. Maana yake nini? Mungu wa marejesho anaangalia bidii, anatazama bidii, anaangalia bidii. Mwaka huu 2026 Mungu aweke bidii ndani yako. Mwaka huu 2026 Mungu afanye tofauti ndani yako. Mwaka huu 2026 epuka mambo yanayokuzuia kufanikiwa. Mambo yanayokuzuia kufanikiwa. In summary, I want to summarize for 1 minute. Mambo unayopaswa kuepuka. 1, epuka uzururaji. 2, epuka kuwa mtu wa kila mtu. 3, kuwa na nidhamu kwenye maisha. 4, kataa ukawaida. 5, wekeza nguvu nyingi katika mambo yanayokuhusu. 6, amua upya kufanya mgeuko katika jina la Yesu. Mungu amarejeshe akurejeshe. I love you. God bless you. Call me Pastor Vedasto Msorizimea. Niko hapa Dar es Salaam, Tanzania. Unaweza kanipigia kwa 0783 425 144. Be blessed na Mungu amarejeshe akurejeshe in the name of Jesus.